Ujumbe wa siku ya leo unasema kukataliwa au kutothaminiwa sio sababu ya kuacha kazi ya Mungu ama kazi ulionayo. Kukataliwa sio sababu ya kuacha kazi ulionayo, sio sababu ya kuacha kazi ya Mungu. Kukataliwa au kutothaminiwa sio sababu ya kuacha kazi ya Mungu ama kazi ulionayo. Kuna wakati mazingira ni kama yamekukataa na waliokuzunguka ni kama wamekukataa, lakini neno la mchana wa leo linakutia moyo kwamba usiogope, usiache kufanya kazi ambayo umepewa kuifanya. Kukataliwa au kutothaminiwa sio sababu ya kuacha. Haleluya. Kuna wengine wanafikiri wakikataliwa basi Mungu amewakataa. Sikiliza, wanadamu wanaweza kukukataa, wanadamu wanaweza kukuacha, lakini Mungu hawezi kukukataa. Sema amen. Haleluya. Kampani zinaweza zikagoma, kampani zinaweza zikaingia mgogoro, lakini Yesu hawezi kuingia mgogoro na wewe kwa sababu unampenda. Bwana asifiwe. Katika maisha na utumishi, karibu kila mtu hupitia hali ama hatua ya kukataliwa. Hata ofisini kuna namna wanaweza kutengeneza mazingira ya kukukataa, wanakunyima ushirikiano kwa sababu ya nafasi ulionayo. Sasa usianze kuwaza kubadilisha ofisi, usianze kuwaza kuomba uhamisho, maana ukiomba uhamisho utajihamisha wewe. Subiri Bwana akikuhamisha utapewa na pesa ya kutosha ya kuhama. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Hata wale muamini Yesu, hata wakikataliwa na watu, hawajihamishi, hawatoki kwa Yesu. Yesu akikuhamisha atakupa marupurupu. Haleluya. Ukijihamisha wewe utaenda kwa gharama yako mwenyewe. Maandiko yanasema ni askari gani aendaye vitani kwa gharama zake mwenyewe? Yaani Tanzania au taifa fulani liingie vita, alafu askari wapiganaji waende kwa gharama zao wenyewe, wanunue mabomu, wanunue risasi, wanunue magari. Hiyo vita itapigana, hiyo vita utashinda. Kwa watu wengi wanamwacha Yesu halafu wanaingia vitani. Hiyo vita kama hujaanza kupigana ulishashindwa. Haleluya. Na kwa taarifa yako pia, anayeweza kutangaza vita katika nchi ni amri jeshi. Haleluya. Sasa wewe unajitangazia uchichoroni. Hiyo vita hautashinda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kukataliwa isiwe sababu ya kudivert maono yako. No diversion. Hakuna hapa kupindisha maono yako. Haleluya. Hakuna kupindisha maono, kwa sababu naye Bwana anayeweza kunyoosha njia. Kuna wakati kubezwa au kutothaminiwa, wengi wanaacha huduma. Unajua kusikia mtu aliajiriwa tena serikalini ameacha kazi? Bwana tusaidie sana. Kazi au wito, wengi huacha huduma, kazi au wito wao kwa sababu ya maumivu ya maneno ya watu. Kuna maneno ya watu wamekuzunguka, maneno yao hayakupi afya. Haleluya. Waliokuzunguka maneno yao hayana afya kwako, lakini kwa sababu naye Bwana wa mabwana atakupa afya. Haleluya. Kwa hiyo usiogope, hautaaibika. Ni swala la muda tu. Sikiliza. Walifanya vurugu nyingi kwa Yesu. Walimkataa Yesu. Ndio. Wakamkataa na Yohana. Lakini wakati ulipofika, walimkubali Yesu wakati amekata roho. Haleluya. Kwa maana kile Bwana amekupa, watapiga magoti hata wakati umeondoka. Watasema hakika alikuwa Mungu ndani yake. Haleluya.
Hakika alikuwa mtumishi sahihi. Haleluya. Simama, usiogope. Haleluya. Yakobo 1:12. Bwana asifiwe. Yakobo 1:12. Maandiko yanasema, heri mtu astahimilie majaribu, kwa sababu akisha kukubaliwa ataipokea taji ya uzima Bwana aliyowaidia wampendao. Bwana ametoa ahadi kwa wanaompenda, na wanapopitia majaribu, wanaosimama, wanaoendelea kusimama upande wake, mwisho wa siku wanaposhinda, wanakubaliwa. Haleluya. Ukishakubalika kwa Bwana, Mungu anasema atafanyaje? Atakupa taji ya uzima. Utapewa taji ya uzima ambayo Bwana aliowaahidia wampendao. Unampenda Mungu? Unampenda Bwana? Komaa, hakuna kuachia. Sasa siwe sana. Upepo upige. Sikiliza. Mitume wa Yesu wapo kwenye chombo, wapo kwenye merikebu, wapo kwenye mtumbwi. Nichojua ni chombo cha majini, si ndio? Upepo, tufani inapiga, chombo kinataka kuzama. Maandiko yananiambia walimpiga kelele wakiwa ndani ya chombo. Wewe unataka kwenda kupigia kelele wapi? Unaelewa? Wanapiga kelele, Bwana, bora umelala, tunataka kuzama. Hauoni hii? Au unafurahia? Lakini wanapiga kelele wakiwa ndani ya nini? Ya chombo. Wewe unataka kukimbia kanisa, unataka ukapigie kelele wapi? Ukiwa mtaani, ukapige kelele ukiwa kwenye vijiwe, huko hautashinda. Hautashinda. Waliopiga kelele ndani ya chombo, Yesu aliposimama alizuia dhoruba ikamtii. Haleluya. Na mimi Bwana amenipaka mafuta kwa ajili ya kutuliza dhoruba ambazo zinakutesa. Mchana wa leo lazima zitulie kwa jina la Yesu. Iwe ni magonjwa, iwe ni machawi, iwe ni mitego ya giza, lazima tuinaswe mchana wa leo. Lazima hali ya hewa itulie. Lazima tulie. Changamoto zipo kwenye ndoa, zipo. Piga kelele ukiwa ndani ya ndoa, ili Bwana asikie aje aiponye ndoa yako. Sema amen. Haleluya. Usitoke nje ya ndoa alafu kapige kelele. Bwana hata sikiliza kelele zako. Pambana mpaka kieleweke. Bwana, maandiko anasema kwa habari ya ufalme, niko tayari kupoteza mguu, kupoteza mkono, kupoteza jicho, bora niingie katika ufalme wa Mungu nikiwa hata sina macho, maana Bwana atanipa mwili wa utukufu ambao hautabeba macho haya. Haleluya. Unaelewa mtu wa Mungu? Haleluya, haleluya. Waraka wa kwanza wa Korinto 10:13. 1 Corinthians 10:13. Jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu, pamoja na hilo teso, atafanya mlango wa kutokea ili mweze kustahimili. Bwana asifiwe. Mchana leo Bwana amefanya mlango wa kutokea. Sema amen. Kuna jambo gani la kutesa? Bwana amefanya mlango wa kutokea. Halafu habari njema, jaribu lionao ni kwa kipimo chako, ni kwa kipimo cha kwako, wala sio kipimo cha mwingine. Tena liko ndani ya uwezo wako, unaweza kulitatua tatizo lako. Na waamini watu kuliko Mungu. Tatizo lako naamini majirani, marafiki, company. Unaelewa? Hizo company, ndugu yangu, kwa sababu kuna manufaa yaliyojificha. Siku hayo manufaa yaliyojificha yakiondoka, hautawaona kwako. Unawaona leo wanakukimbilia. Kisha tu imewasha kidogo wamekukimbilia. Ngoja yale manufaa yaishe. Hautawaona. Maana kuna vitu vimewafanya wakufuate. Urafiki wenu ni wa vitu, ila kwa sababu hujui unaendelea. Wengi wakamfuata Yesu kwa sababu
ya nini? Ya mikate. Siku moja akamwambia, leo hamtakula mikate wala hamtakunywa divai. Aliye tayari kula mwili wangu, aliye tayari kunywa damu yangu, huyo ndiye tutaambatana naye. Maandiko yanasema yapata watu wa 70 wakasema, sisi hatuwezi kula mtu, hatuwezi kula damu hiyo, kwa sababu sisi tulifuata mikate. Wakarudi nyuma. Haleluya, Bwana asifiwe. Alichokifuata huyo, siku kikiondoka hutamuona. Jiwekea hazina, tengeneza mahusiano na Yesu ambaye hata kuacha. Daudi anasema, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, yaani nijapopita katika hali ambayo mauti, nasikia harufu ya kufa, nasikia hali ya kuzama, na tena naona mifupa ya waliokufa. Bwana anasema kwamba sitaogopa, maana gongo lako na fimbo yako vyanifuata. Haleluya, 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 haleluya. Hauko peke yako ukiwa na Yesu. Hata kwenye bonde utapita salama. Hata kwenye bonde utapita salama. Haleluya. Mambo ya kuzingatia hapa. Jambo la kwanza, kila mtu anajaribiwa kwa sababu ya mazingira yake. Jaribu langu haliwezi kufanana na wewe, ila mazingira yako ya kazini, mazingira yako ya chuoni, mazingira yako na ukaa nyumbani, na namna ulivyojiweka, utajaribiwa kulingana na mazingira yako. Kama kamdomo kako usipoongea kanawasha, basi shetani atakiongezea mwasho ili ujaribiwe kwenye mdomo wako. Umekaa vizuri? Anyway, unajua kupuliza, utajaribiwa kwenye kamdomo kako. Haleluya. Kama tabia yako ni kupenda sana kusikia mambo ya watu ili yapeperushe, utajaribiwa hapo hapo. Siku zingine watakupa mambo sio ya kweli, utayapeperusha, halafu atakaa pembeni, utaumbuka peke yako. Ili ukome. Za mwizi wanasema 40. Siku moja, unajua, sikiliza, shetani akifanikiwa kukukamata, akishatimiza kazi yake, ana tabia ya kukaa pembeni, halafu uanze kujuta. Ningejua. Kuna watu watajuta, lakini wewe hautajuta. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo basi, mambo yako yatasikiwa nje na wewe. Unayependa kusikia mambo ya watu ya ovyo ndio unayafanya kuwa vibao vya matangazo, na ya kwako yatasikika. Alafu utatafuta mahali pa kuficha uso, utaona. Utaenda kujitupa baharini. Sasa habari njema, mruhusu Yesu akutawale moyo wako. Haleluya, haleluya. Hauna haja kwenda baharini. Baharini tunaenda kubatiza tu na kurudi. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo linda sana kwenye jaribu lako. Kwenye jaribu huwa hatualikani. Kwenye jaribu hatualikani, bali utaingia mwenyewe na utatoka mwenyewe. Usizani kuna rafiki atakusindikiza kwenye jaribu. Unasemaje? Bwana asifiwe sana. Kwenye jaribu ambalo unapitia, ambalo utakalopitia, utaingia peke yako na utachomoka peke yako. Hakuna rafiki atakayeingia na wewe kwenye jaribu lako. Elewana? Hata Yesu alipokamatwa, wale marafiki, watu wa karibu, hakwenda nao msalabani. Alienda nao msalabani ni majambazi, majizi. Unanielewa? Bwana asifiwe. Kwa hiyo uwe makini, usijitengenezee urafiki wa uharibifu. Jitengenezee urafiki ambao ni mzuri, ambao ni wa Yesu Kristo, ili hata utakapo unapitia upite pamoja na Yesu. Bwana asifiwe sana. Yesu mwenyewe anakimbiwa, anabaki na majambazi mawili. Moja likatubu, likasamehewa. Mwingine akakaza moyo. Kama unapokaza wewe, kaza tu. Bwana msaidie sana.
Kwa hiyo elewa tu kwamba kama kanisa tutakaposikia unapitia, tutakuombea ili utiwe nguvu, ili upambane utoke salama. Niliwahi kukupa mfano. Mtu mmoja alienda polini. Kiswahili kizuri ni kipi? Kulina asali, sio? Si ndio? Alienda polini ili kupata kuvuna asali. Wakati ameenda polini akapata asali vizuri, akawa amebeba kwenye chombo chake, na jamaa sio kwa mroho njaa, akawa anakula wakati anarudi. Yaani ameshapata asali, yuko njiani anakula. Kuna mtu akila mpaka yani network inavurugika, yani kila kitu kizuri, mpaka anaacha kuona, akajikuta anaenda kumbe kuna shimo akatumbukia. Jamaa yule pamoja na kutumbukia kwenye shimo, lakini asali haikumwagika, maana aliipenda. Sasa nitanguliza miguu itanguliza kichwa sijui, lakini habari ni kwamba asali haikumwagika. Rafiki zake wakatafuta msaada ili wamokoe, wakamrushia kamba. Akasema sasa kuna mawili, kamba ile lazima ukamate kwa mikono miwili, maana asali ni nzito. Kamba na hiyo itakuwa ikamate vizuri. Ukikamata kamba na asali hivi inashindikana. Alichokifanya yule bwana, kwa sababu anataka vyote, akasema hii kamba nitakamata kwa meno. Akaikamata kwa meno, alafu na asali akaikumbatia. Wakaanza kuvuta shimo refu, alafu jioni kagiza. Ni kweli uzito upo, lakini hawajui kama mtu anakuja. Jamaa amekaribia, kwa wewe rafiki, hivi kweli umekamata kweli kamba? Akasema ndio. Sasa ndio, wakati umengata kamba, jamaa akashuka tena kamba na asali yake. Akapiga mara ya pili, amekaribia. Jipe moyo tu mpendo, tavuka. Amen. Maana yake ni nini? Mungu anapoleta wokovu, usiangalie vitu ambavyo pengine vinakupa faida. Angalia kwanza usalama wa roho yako. Angeachana na asali akakamata kamba, angekuwa ameshatoka muda mrefu. Lakini kwa sababu unataka Yesu, unamtaka na mambo ya hofu unayotaka, utakosa vyote, utabaki shimoni. Mchana wa leo chunguza mambo yako, kamata kamba ama kamata asali. Bwana asifiwe sana. Kwa watakatifu kama kanisa, tukiona umepitia changamoto, tutakuombea utiwe nguvu ili kwamba uweze kuvuka salama. Uwezo wake, si ndio? Na kama sisi kama umesoma, umenisikiza niliposoma, jaribu Wakorintho wa kwanza 10:13, jaribu halikuwapata ni isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu. Halafu ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo. Manake yupo Mungu anayepunguza uzito wa jaribu. Shetani anaweza kutamani kujaribu, si ndio? Mungu akiangalia kipimo hiki, hapana, siwezi kuruhusu kwa mwanangu, anakipunguza. Haleluya. Kwa hiyo Mungu amepunguza, sasa imebaki ni sehemu yako kupambana. Maana yake ni nini? Nasema hivi, kama Mungu amepunguza jaribu likawa size ya kwako, usimtake mwingine aingie hapo. Mzani utashindwa kubalance, which means utahitaji tuongeze tena kidogo uzito wa jaribu ili muingie wawili. Nani yuko tayari? Nani yuko tayari? Na wewe utiwe jaribu ili muingie wawili mtoke. Yesu atusaidie sana. Maana yake nini sasa? Usilaumu watu kwamba wakati wa jaribu langu hamkuja kunisaidia, hamkuja kuniona. Huo ni uchanga na hakuna msimamizi wa mtihani. Sikiliza,
Hakuna msimamizi wa mtihani anayemsaidia mwanafunzi kujibu mtihani, kujibu maswali. Hayupo. Na kama akiwepo, huyo sio mwaminifu, ameasi sheria na kanuni. Maana yake hauhitaji usaidizi zaidi, isipokuwa pambana kulingana na viwango vyako. Sisi kazi yetu ni kukuombea. Biblia inasema hivi, wakati wana wa Israeli wanasafiri, wanapigana vita, kuna wakati Musa alichoka, si ndio? Musa si alikuwa anawaongoza, kuna wakati alikuwa anachoka. Na kanuni ya Mungu ili vita washinde, lazima aliwapa maelekezo ili mpigane vita, mikono ya Musa iwe hivi, imenyooka juu. Tunaelewana? Hiyo imenyooka juu. Sasa vita inapigwa na miaka mingapi? Yaani asubuhi mikono juu, jioni mikono juu. Musa akiletewa tu msosi, anapiga japili cha kwanza, cha nne huko chai wanapigwa, anaacha chakula. Kwa nini? Mikono imeshuka. Na kula ni lazima ale. Na ale kwa mikono yake. Kwa kuna majira lazimika kula, anasikilizia wanapitia kichapo, lakini anakula. Siku moja Bimchaga alinipigia simu akiwa hospitalini, ana mgonjwa yuko mahututi, ilikuwa ni muda wa kuelekea msosi. Nikamwambia bibi nakuja. Nilipokata simu nikaagiza msosi. Nimelete msosi. Nikala, nikashiba, nikanywa na juice, maji kidogo. Bibi anamwambia anafanyaje? Nakuja. Bibi anaangalia mtu, labda nikaribia. Napiga msosi. Bwana sio sana. Kwa nini? Kunyosha mikono inahitaji msosi. Haleluya. Inahitaji nguvu. Na pia nilimwamini Yesu nilenee kwamba hata mwaibisha bibi huyu. Nilipofika hapo Likombe ilikuwaje? Nini kilitokea nilipofika pale? Dakika moja. Mpe mic, dakika moja au bibi pamoja na mimi. Wakati huo nimeshiba. Unajua kumchomoa shetani haijalishi tumboni kuna nini. Ni nguvu ya Mungu. Sema amen. Haleluya, haleluya. Kuna watu wanaamini katika kufunga ili shetani atoke. Sikiliza. Yesu alifunga siku 40 shetani akaja. Hakika nasema jamani, baba huyu iwaine yake alichoka sana. Wakati natoa mgonjwa yuko hospitalini amelazwa, amezimia tangu saa 10 sijui za usiku, siku na moja. Ninapiga simu na mimi baba siji huko ile na hospitali kuna mgonjwa anaumwa. Akaniambia nakuombea. Nikaenda pale hospitali, Likombe pale. Kufika pale tu naona yule mama anageuka. Sasa mimi kwanza ni muoga kwa kuweka mikono. Kwa hiyo ndipo najeuka nikaona nitambua, kanambia natambua. Basi nikaona anaanza sasa yale madoruo ya kupandisha hapa nikichokoza haya sijui kama nitaweza. Kwa hiyo niliponyamaza kimya pale, akaja nesi mmoja akaniambia mama, hapa ni hospitalini. Hapa panahitaji nani hii. Kwa hiyo hebu pumzishe mgonjwa kabla kakae kwa pepo. Wewe ni pepo kakae. Nilipomaliza saa 11 saa 3 baba anafundisha nani huku. Mgonjwa hajazinduka. Nimefika pale kama ombi baba, mgonjwa amezinduka, si ndio? Alafu aliniambia, "Mama hapa." Nikamwambia, "Wewe kaka, wewe ni pepo, kaa kando." Nilipojaribu kuombea nikaona sasa haya masuala haya zisiende mbali. Akageuka. Kidogo tena mwanangu yeye amepandisha tena wajume yule mwenye mke. Yaani aliyeenda kuuguza kwa kifupi na yeye akadondoka, akazimika. Shughuli ilikuwepo. Niliporudi hapa wamenifuata mpaka mlangoni hapa. Nimesharudi kumwambia, nimetoa ushahidi hapo kama mgonjwa aliyenipa kule ameshazinduka, yuko tumejiendelea kwenye ibada. Sasa narudi tena, naona watu wanazunguka pale. Mama mchungaji kaniambia kuna wageni. Niliporuka ni wanakunieleza tena sababu ya nini, wanaogopa kunieleza kwamba kuna jambo kubwa kama lile tena. Mwanangu ameanguka. Basi kaniambia tunamtaka kijana wako aende kumsaidie ile kaka yake pale na mgonjwa. Sasa tusaidie Bimchaga kwa kifupi sasa. Kwa hiyo nimetokea. Sasa nilipofika nyumbani tena wananiambia mgonjwa mwanangu amekuja Kayubu. Baba amezimia.
Nimefika hospitalini, baba ndiye ametoka kwenye madhabahu ya sasa leo. Jamani, nikamwambia baba, huku mgonjwa mwingine ameanguka tena huku. Akaniambia nakuja. Nikatoka nje nikasubiri sasa kinachoendelea. Kitaendelea, baba ameshafika pale, nikanyaga tu pale. Mwanamke amekaa vizuri. Mwanamume amezinduka. Haleluya. Unaona? Sasa habari zote zile za baba huyu kukaa katika nafasi hiyo, aliwaambia mnahitaji sana Mungu. Baba niombea wale watoto, bado nahitaji nguvu. Nahitaji kupata watoto kule. Hata huyo wajana namuombea. Amina. Mungu akubariki sana. Asante sana, makofi kwa Bwana Yesu. Haleluya. Kwa baba huyu. Mungu akubariki sana bibi. Akubariki sana. Amina. Asante. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo nilitaka upate picha kidogo. Kinachotoa pepo ni nguvu ya Mungu iliyo ndani ya mtu. Haleluya. Wala sio chakula, wala sio empty stomach. Sisi hivyo. Wazungu. Tuna kipindi cha Kiingereza hapa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Lakini ujumbe wa leo ninakutia moyo. Utakapoingia mahali usiogope. Najua kuachwa inauma. Kukataliwa inauma. Lakini pamoja na hayo muangalie Yesu. Marko 15:34. Marko 15:34. Na saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Maana yake Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Umeelewa? Yesu anapaza sauti yake tena kwa nguvu baada ya kutambua kwamba Mungu amemwacha. Kwa hiyo kuachwa kunauma. Si ndio? Au je, kuachwa kwa namna yoyote? Kukataliwa kunauma. Yesu mwenyewe ilimuuma kumwona Mungu amejitenga pamoja naye. Kwa nini alijitenga? Kwa sababu kipindi kile ndio sasa alikuwa amebeba dhambi yote ya dunia. Alipokamisha kuikamata yote, Mungu hachangamani na dhambi. Akamwacha Yesu akabaki kama mwana wa Mungu. Sawa Akajitenga ili aonje maumivu ya dhambi akiwa katika mwili wa kibinadamu. Ndipo aliposikia maumivu makali akasema, Mungu wangu, Mungu, mbona umeniacha? Kwa hiyo maana yake nini? Unapokataliwa, unapoachwa, piga kelele kwa Mungu, sio kwa marafiki zako. Hawatakusaidia. Kwani Yesu alianza kuachwa na Mungu tu? Mbona akina Petro wamemwacha? Mbona alisema Petro, mbona umeniacha? Petro hakuwa na msaada. Hakusema Yuda, umefanya kitu gani? Yuda hakuwa na msaada. Alitambua kwamba hapa ni Mungu pekee aliye na msaada. Sema amen. Haleluya. Marafiki wengi wanawapoteza tu. Bwana msaidie sana. Kwa hiyo basi tambua kwamba kuachwa, upambane mwenyewe inauma, wakati itakiwa mpambane wengi. Lakini jipe moyo, utashinda. Nafanya summary tu, maana Bwana ameshatenda na anatenda tena. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo hapo utaona kwamba Yesu aliachwa kwanza na wazazi wake. Sikiliza, Yesu anakamatwa, anachapwa viboko. Ulimwona Yusufu? Wewe adui akikuchapa viboko, sikuniona mimi, unajisikiaje? Wachungaji wa siku hizi bwana. Yaani adui tu hawezi kuoneshwa tu mimi huko nimeanguka. Usifunge haramu. Bwana asifiwe sana. Amen. Yesu mpaka anakata roho, Yusufu hayupo. Yesu mpaka anafufuka, Yusufu hayupo. Unaelewa mtu wa Mungu? Ni mzazi. Yaani baba anamwacha mtoto wake. Sema, nimesoma nimeuliza vitabu vyote vimenyamaza. Kwamba Yusufu alienda wapi? Alikufa lini? Alizikwa wapi? Tafuta vitabu vyote. Mpaka utageuza na huku hakuna. Pale Biblia na vitabu vimenyamaza. Wengine wanasema yamkini Yusufu, unajua wanasoji ndio shida yao. Wanazuoni hawaamini, hawaachi kitu mpaka waseme.
wakati kuna wakati wa kunyamaza. Wanasema yamkini Ayubu, wanapiga hesabu za kibinadamu na elimu yao, inawezekana alikufa kwa maradhi ya kawaida. Sasa hakuna ushahidi, si unyamaze. Bwana siwe. Mimi ninanyamaza kwa habari ya Yusufu. Kwa hiyo kuna watu ambao ni muhimu sana hutawaona wakati wa mapito yako, lakini Yesu yupo karibu kuliko nguo ulizozivaa. Ukimwita huyo ataitika. Sema amina. Usipigie kelele nje ya mtumbwi, haitakusaidia. Sikiliza, mtu mmoja yuko tajiri na masikini. Tajiri aliishi maisha ya anasa, kama ambavyo wewe una mihela unataka kufanya kazi ya Mungu. Yaani mihela ile vidogo tu, chache tu. Unaona, Mungu amekupa tu neema kidogo, lakini hutaki kuwekeza kwenye ufalme wa Mungu. Siku moja utapiga kelele. Mwalimu wa shule ya asubuhi amefundisha vitu hapa. Yaani kuna mijitu ikiwa na pesa na uwezo hawamtaki Yesu. Wakipingika, wakikongoroteka, ameishiwa. Maandiko anasema mwanamke alifilisika kwa kujitibia. Alitoa pesa mpaka kaishiwa. Ndipo anakuja kwa Yesu akiwa ameishiwa. Ngoja nikwambie, Yesu anawataka pia na wenye hela. Ili waje wajenge ufalme wake. Haleluya. Usisubiri ufilisike, ujitibie mpaka ile ishe. Kuna majamaa hapa kuja. Mmoja alikuja hapa, ameachishwa kazi si miaka mingapi, amefuatilia malipo yake hajapata mafao yake, amejaribu, ameshindwa, ameenda kwa mafundi, si mafundi cherehani, mimi sijui, akakwama. Alipokuja hapa kaingia kwenye maombi, wiki ya kwanza, wiki ya pili zikasoma milioni 17 kwenye akaunti. Tukaanza kukomana, zingine zimaliziwe, lakini jamaa ile ilitoka hata 2000 hadi kutoa. Kama ninasikia lipone. Haleluya. Hata 1000 ngapi? Yaani unaingia kwenye maombi ya siku 7. Unaunga tena na tena. Jamaa anafunguliwa alafu linachomoka. Sasa anasema Yesu sio panado. Kwamba tunataka mawimbo ondoke hapa, ukija hapa unamtaka Yesu kwanza. Amen. Kama unataka uponyaji tukutane kwenye mikutano ya nje. Haleluya. Hapa ni Yesu kwanza. Usalama wa roho yako ni bora. Basi ningeendelea kumwabudu hapa, nimwamini Yesu, si ningeenda mbinguni ili jamaa. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo na Yohana 1:11. Yohana 1:11. Amini nitimshie hapa. Yohana 1:11. Biblia inasemaje uliyefika hapo? Yohana 1:11 inasema, alikuja kwake wala walio wake hawakumpokea. Alikuja kwake wale walio wake hawakumpokea. Endelea. Pekee kufuata. 12. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndio wale waliaminio jina lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuja kwake. Alienda kwa wale wa kwake waliopewa chaguo la kwanza, hawakuwa tayari kumpokea Yesu. Alienda, unapoambiwa alikuja kwake wala hawakumpokea, elewa Yesu ametokea kule Israeli, Yahudi, alikuja kwa ajili yao. Walipomkataa ndipo neema hii ikaletwa na kwetu. Mwingine anasema, je, kama wangemkubali tungekuwa wapi? Hilo halijaandikwa. Bwana sasa tafute majibu ambayo hayapo. Usimtangulie Mungu, atakupasua. Usijifanye kujua. Bila inaponyamaza nyamaza. Inaposema sema. Ifanye ujui sana, hauna kwamba kila swali unapouliza una uwezo wa kujibu, utakosea na Mungu atakufumua. Mimi nasema kama wangempokea Yesu, mengine siyajui. Ninachojua ni kwamba walimkataa, sasa amekuja kwetu tunaye. Kwa Bwana utukufu. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo hata Yesu alienda kwa wale wa kwake wakamkataa. Na wewe utakataliwa na wakwako. Wamekukataa watu nyumbani kwenu. Wamekukataa wazazi wako. Lakini Yesu hawezi kukukataa. Yesu hawezi kukuacha. Kwa ajili ya muda niishie hapo. Hili somo utapata neema yoyote tena, aidha nitalishare kwenye grupu ama nitalifundisha. Mungu anaweza kunipa kibali.
Bwana Yesu asifiwe. Naomba nihitimishe tu, niruke nihitimishe. Niende kwenye hitimisho. Hitimisho. Kumbuka mambo haya. Kukataliwa kwa bahati mbaya. Kuna kukataliwa, Bwana Yesu asifiwe sana. Kukataliwa kwa bahati mbaya ni kuandika hakupuuzwa ama kupuuzwa kwa makosa. Mungu yupo kazini, hata watu wanaponyamaza yeye atazungumza. Hebu andika tu Wagalatia 6:9. Wagalatia 6:9. Tusikate tamaa kutenda mema, maana wakati wake tutavuna. Bwana asifiwe sana. Wito wa mwisho, usiachane na utumishi. Usiache kazi unayoifanya kwa sababu yoyote. Usiachane na wito. Mungu amekupa huduma ya kufanya, ama kwa mali zako ama kwa muda wako, usiache. Fanya, haijalishi mazingira yanasemaje. Usiachane na Mungu wako, kama ambavyo tunataka watu wakukimbilia wakati wa majaribu. Yusufu, Ayubu hakukimbiliwa. Wanakukimbilia kwa wapi? Sio kuja kuchochea maovu. Unataka kukimbilia na watu. Ayubu salikimbilia, mtu wa kumkimbilia wa kwanza ni mke wake. Ujumbe gani alimpa wa kumtia moyo? Yupo katikati ya jaribu zito. Mke wake, mwili mmoja. Kifo kitatutenganisha. Leo unataka kumtenganisha mmeo, unataka tangulie ile agano la kutenganisha, mbona unalivunja? Umkufuru Mungu ili ukafanyaje? Sio kwamba tukafe. Ukafe. Huyo ndio mtu wa kwanza kumkimbilia mmewe. Jumbe wa kwanza, jumbe wa pili wakaja wamejipanga. Wakacheki mazingira, hapa hatuwezi kuongea. Ngoja kwanza tule pause, wakatulia. Wakajipanga. Kwanza wakaanza kuongea, wakapiga na yeye kilio, wakaanza kulia kama yeye. Wakaanza kuomboleza. Wanacheki network imekaeje. Kuna watu watakufuata, watajifanya wanakubebea mzigo, kumbe wanapiga jicho. Baadaye wakaanza kupenyesha maneno yao. Lakini maandiko yanasema pamoja na yote hayo, Ayubu hakumtenda dhambi Mungu kwa kinywa chake. Na wewe pamoja na mateso yote, usimkosee Mungu, sema amen. Pamoja na hali zote, usimwache Mungu. Wale kukataa leo watashangaa kesho yako ni bora. Haleluya. Wanakusalau